Mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Uganda Muhoozi Kainerugaba ameibua mjadala mkubwa ndani na nje ya mipaka ya Uganda baada ya kutoa kauli kali akiunga mkono Israel katika vita vinavyoendelea dhidi ya Irani. Kauli hiyo aliitoa kupitia mfululizo wa ujumbe kwenye jukwaa la X ambapo alionyesha wazi msimamo wake huku akisisitiza kuwa dunia imechoshwa na mgogoro unaoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Katika ujumbe wake wa kwanza, Muhoozi alitoa wito wa kumalizika kwa vita akisema, tunataka vita vya Mashariki ya Kati vimalizike. Dunia nzima imechoshwa na mgogoro huu. Kauli hiyo ilionekana kuakisi msimamo wa kawaida wa kimataifa unaotaka amani na utulivu. Hata hivyo, hali ilibadilika haraka alipotoa kauli nyingine kali zaidi iliyovuta hisia na tafsiri tofauti kutoka kwa wachambuzi wa siasa na diplomasia. Alisema, ikiwa yeyote atajaribu kuiangamiza Israel, Uganda itaingia moja kwa moja kuitetea. Tamko hilo limechukuliwa na wengi kuwa la uzito mkubwa, hasa kutokana na nafasi yake ya juu katika jeshi la Uganda. Kama mkuu wa majeshi, kauli zake haziangaliwi tu kama maoni binafsi, bali mara nyingi hutafsiriwa kama ishara ya mwelekeo wa usalama au sera ya taifa, hata kama hazijatolewa rasmi na serikali. Wataalamu wa diplomasia na siasa za kimataifa wanaeleza kuwa kauli za viongozi wa kijeshi zinaweza kuwa na athari kubwa kuliko zile za wanasiasa wa kawaida, kwa sababu zinahusishwa moja kwa moja na uwezo wa kijeshi na maamuzi ya kivita. Hivyo tamko la Muhoozi limeibua maswali kuhusu mipaka ya viongozi wa kijeshi kutoa maoni ya kisiasa hadharani, hasa kupitia mitandao ya kijamii ambayo hufikisha ujumbe wa haraka kwa hadhira ya kimataifa. Aidha, hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na serikali ya Uganda kuthibitisha au kukanusha kauli hiyo. Ukimya huo umeacha nafasi ya tafsiri tofauti, ambapo baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa huenda ni msimamo wake binafsi, huku wengine wakiona kuwa inaweza kuwa ishara ya mwelekeo wa kisera ambao haujatangazwa rasmi. Katika bara la Afrika, nchi nyingi zimekuwa zikijaribu kubaki katika msimamo wa kati au kusisitiza umuhimu wa amani badala ya kuchukua upande. Hivyo basi, kauli ya Muhoozi inaonekana kwenda kinyume na mwelekeo huo wa tahadhari, na inaweza kuathiri namna Uganda inavyoonekana katika jukwaa la kimataifa, hasa katika masuala ya kidiplomasia na ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Kwa ujumla, matamshi ya Muhoozi Kainerugaba yameiweka Uganda katika uangalizi wa karibu wa kimataifa. Wengi sasa wanasubiri kuona kama serikali itatoa ufafanuzi rasmi kuhusu kauli hiyo au la, pamoja na hatua zozote zitakazofuata. Tukio hili pia linaonyesha wazi jinsi mitandao ya kijamii inavyoweza kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa kwa viongozi wa dunia, lakini pia lenye uwezo wa kusababisha athari kubwa za kisiasa na kidiplomasia endapo kauli zitakazotolewa zitachukuliwa kwa uzito mkubwa.